Karibu sana mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini. Serikali imetangaza kuwa imejitolea kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unaandaliwa kwa mazingira ya amani. Akiongea wakati wa uzinduzi wa mkakati wa kuhakikisha kwamba uchaguzi huo haukumbwi na ghasia, waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi pamoja na waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen waliwatahadharisha wanasiasa wanaochochea chuki na ghasia humu nchini. Waliwahimiza wanasiasa wawe wakomavu huku taifa hili likiingia kwenye msimu wa uchaguzi. Hafla hiyo iliyoandaliwa na Tume ya Mshikamano wa Taifa nchini NCIC inalenga kuwajumuisha wadau wote ili kuhakikisha mchakato wa uchaguzi mkuu ujao utakuwa wa amani na wenye haki. Timothy Kipnusu na maelezo zaidi. Hii leo maafisa wakuu wa yale ya kidini pamoja na mashirika ya kijamii yalikongamana hapa jijini Nairobi kujadili mikakati ya ujao unaandaliwa kwa mazingira ya amani chini ya kauli mbiu ya uchaguzi bila noma. Masuala ya muhimu yaliyojadiliwa ni pamoja na kukabili semi za kijamii, ukomavu wa kisiasa, uchochezi wa ghasia, uhuni na matumizi duni ya mitandao ya kijamii. Waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi aliyataka walio na majukumu ya kuhakikisha uchaguzi unaandaliwa kwa amani kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao ipasavyo. The IEBC must be able to manage the electoral process. The judiciary must be able to discharge its constitutional responsibilities. Our security agencies must protect citizens and uphold the law. NCIC must continue its difficult but essential work of addressing hate speech, discrimination and incitement. Musalia pia aliwahimiza Wakenya wawe macho na kuwachagua mema. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen na naibu inspekta jenerali wa polisi Gilbert Masengeli waliohudhuria hafla hiyo waliapa kukabili uhuni hapa nchini. So those things are now, mutated to political circles. Now everybody is coming out to say we must fight goons. But when we were saying these people are goons, some people were cheering. That's why I'm saying this is a collective responsibility for all of us. National Police Service will ensure the surveillance, detection, investigation, arrests, prevention of crime, and instances of political instigated violence. We will deal with goons, family, and their sponsors. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini IEBC pia alidokeza kwamba afisi yake haitawaidhinisha wanasiasa wanaovuruga udhabiti wa kitaifa. In as much as we apply the soft power, where the soft power fails, I believe that's why Masengeli is here. We need also to employ the hard power. Because whatever it takes, we have to secure the country. We have to secure the greater public good. So as we approach the 2027 elections, political leaders, aspirants, opinion shapers, and all those with public influence must exercise restraint, responsibility, and patriotism. We must reject the politics of exclusion at all costs. Kwingineko, naibu mkurugenzi wa masuala ya kisheria wa tume ya utangamano wa mshikamano wa kitaifa Chalo Mwengi alisema tume hiyo imejitolea kuhakikisha amani na uadilifu unadumishwa kwenye uchaguzi mkuu ujao, akionya viongozi wa kisiasa kwamba tume yake haitavumilia semi au shughuli ambao huenda zikazua ghasia. The commission in the last summons, to be specific 3, we have heightened our fight against hate mongers. Timothy Kipnusu, Darubini.